Uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 umeonekana ulifanyika kwa njia huru na haki katika nyanja zote, kuanzia kampeni hadi utolewaji wa matokeo. Hii ni kwa mujibu wa mdahalo wa tafakuri ya jumla uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ambao walihudhuria wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kisiasa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Taarifa kwake Upendo Michael inafafanua zaidi. Kwa mujibu wa mchambuzi Dr. Lupa Ramadhani, katika uchaguzi wa mwaka 2015, Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC ilifanya jitihada kubwa, ikiwa ni pamoja na kutenga fedha za kampeni kutoka serikalini, tofauti na miaka mingine iliyopita. Uchaguzi kwa kiasi kikubwa, utegemezi wa misaada kutoka nje ulipungua kwa kiasi kikubwa, na Profesa Chaliga yuko hapa, kamishna mmoja wapo, ulipungua, na hata wakati wa uandikishaji wa wapiga kura kulikuwa na mivutano ya hapa na pale na wafadhili, na kwa hivyo kwa kiasi kikubwa sana pesa za kuendesha uchaguzi kuanzia wakati wa kuandikisha wapiga kura mpaka uchaguzi wenyewe zilitolewa na serikali, na hili ni jambo la kutia moyo, ni jambo ambalo tunadhani ni jambo jema kwa taifa. Na siku za nyuma watu walikuwa wakitoa maoni kwamba inatia ukakasi kwa nchi kutegemea ufadhili hata kwenye swala nyeti kama kuchagua rais wake. Kwa hivyo hili kwa kiasi kikubwa lilipungua. Licha ya kuwa uchaguzi ulikuwa huru na haki, kuna baadhi ya changamoto ambazo zimeonekana kujitokeza katika kipindi hicho, ikiwa ni pamoja na matumizi makubwa ya jeshi la polisi na pia baadhi ya vyombo vya habari kuonekana kuegemea upande mmoja. Kuchapa au kurusha habari za kukashifu, kuvunjia heshima wagombea. Nafikiri wote mliokuwa mnafuatilia mliaona. Wapo waandishi ambao, sasa Kiswahili nilichoweka hapa kwa sababu bado hatujawa nacho, ni waandishi ambata. Hawa ni embedded journalists, waandishi ambao wanakuwa wanaambatana na kwenye msafara, na kwa hiyo wapo ambao walikuwa wanaonekana kwamba wanatia chumvi. Sasa mimi siwezi kusema kwa sababu nyinyi wenyewe mlikuwa mnatizama, na kwa hiyo kwamba hawakuwa wima. Alafu baadhi ya wamiliki inasemekana walikuwa wanaingilia uhuru. Vyombo vya habari vilionyesha udhaifu mkubwa katika kanuni za maadili zifuatazo. Ukweli ulijeruhiwa sana, na ulijeruhiwa zaidi katika mitandao ya kijamii, lakini hata vyombo vya kawaida baadhi, si vyote. Aidha, wametaka viongozi wa dini katika uchaguzi mwingine kuto kujikita katika masuala ya kisiasa, kwani katika uchaguzi wa mwaka 2015 katika kampeni zilitawaliwa na viongozi wa dini, jambo ambalo wanakiuka maadili ya kazi yao. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.